Fikiria uko katikati ya bahari kuu usiku wa manane. Dhoruba kali inatikisa chombo, kisha inatupwa, kisha unatupwa kwenye mawimbi mazito. Ghafla kiumbe kikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa baharini, samaki mkubwa, nyangumi, anakumeza mzima mzima bila kuvunja mfupa wako hata mmoja. Unajikuta uko hai, lakini ndani ya matumbo ya giza nene ambapo hewa ni ya shida na matumaini ya kibinadamu ni sifuri. Hili halikuwa jaribio la kubahatisha, zilikuwa ni data za Allah zilizopangwa kwa usahihi wa hali ya juu na kumfundisha mja wake siri ya unyenyekevu. Karibu katika uchambuzi huu. Leo tunazama katika kisa cha Nabii Yunus alayhisalam, amani iwe juu yake, siri ya giza la tumbo la samaki na dua iliyotikisa arshi. Karibu katika safari hii. Mimi ni Ustaz Khan. Tunakuletea simulizi ya kipekee inayotufundisha subira ya kweli na unyenyekevu mbele ya Muumba. Kabla tujafika mbali zaidi, tunaomba uchukue sekunde moja tu kusubscribe na kuacha like yako ili kusupport chaneli yetu izidi kukua na kuwafikia wengi zaidi wapenda kujifunza kama wewe. Karibu katika mwangaza wa watu wema, hazina ya elimu, maadili na hatima milele. Nabii Yunus, amani ya Mungu iwe juu yake, siri ya giza, tumbo la samaki na dua iliyotikisa arshi. Swali: ni kwa namna gani Nabii Yunus alijikuta ndani ya tumbo la samaki, na ni siri gani ya namba inayofanya toba ya watu wake kuwa ya kipekee katika historia? Nabii Yunus alitumwa kwa watu wa mji wa Ninawi huko Iraki ya leo. Walikuwa wakiabudu masanamu. Baada ya miaka mingi ya kulinganiwa bila mafanikio, Nabii Yunus aliondoka kwa hasira kabla ya kupewa idhini rasmi na Allah, akidhani kuwa kazi yake imekwisha. Mtihani wa kurusha kula na mawimbi ya bahari. Wakati Yunus alipopanda jahazi kukimbilia mbali, dhoruba kali ilipiga. Nahodha na abiria walitambua kuwa kuna mtu aliyemkosea Mola wake ndani ya chombo kile. Waliamua kupiga kula ili kupunguza uzito wa watu, na kula ikaangukia kwa Nabii Yunus, na kula ikaanguka kwa Yunus mara 3 mfululizo. Hapa tunaona nidhamu ya hesabu na kula isiyokosea iliyopangwa na Allah. Allah anasema katika surati As-Safati aya 141 hadi 142. الصفات أيا يا MIA موجة NA أروبيني NA موجة هري MIA موجة NA أروبيني NA بيلي فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. Kisha akapiga kula na kakua. Kisha akapiga kula na akawa miongoni mwa walioshindwa. Kula ilimwangukia. Kisha samaki mkubwa akammeza hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa. Siri ya dua iliyotikisa arshi.
siri ya dua iliyotikisa arshi. Matabaka matatu ya giza. Ndani ya tumbo la samaki, Nabii Yunus alayhis salam alizungukwa na matabaka matatu ya giza. Matabaka matatu ya giza nene: giza la usiku, giza la chini ya bahari na giza la tumbo la samaki. Katika hali hiyo ya upweke kabisa, hakutegemea nguvu za misuli, bali alitumia silaha kuu ya unyenyekevu. Ndani ya tumbo la samaki, Nabii Yunus alizungukwa na matabaka matatu ya giza nene: giza la usiku, giza la chini ya bahari kuu na giza la tumbo la samaki. Katika hali hiyo ya upweke kabisa, hakutegemea nguvu za misuli, bali alitumia silaha kuu ya unyenyekevu. Dua. Silaha kuu ya unyenyekevu, yani dua. Silaha kuu ya unyenyekevu, dua. Allah anasema katika Surat Anbiya aya 87 pale aliposema, kisha akapiga kura aya 80 7 fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kisha akaita katika giza akisema, hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila wewe, utakatifu ni wako, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao. Kisha akaita katika giza akisema, hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila wewe, utakatifu ni wako, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao. Nukuu ya mwanazuoni Al-Imamu Ibn Kathiri anabainisha katika tafsiri ya Qur'ani al-Azim kuhusu nguvu ya dua hii pale aliposema, kuhusu nguvu ya dua hii, sami'tu al-malaikata tasbihatan faqalu ya rab sautun dha'ifun ma'rufun min biladin ghariba. Tafsiri: malaika walisikia tasbihi yake Yunus wakasema, e Mola wetu, huu ni sauti dhaifu inayojulikana ikitokea katika ardhi ngeni gharibu. Malaika walisikia tasbihi yake Yunusi wakasema, e Mola wetu, hii ni sauti dhaifu inayojulikana ikitokea katika ardhi ngeni gharibu. Dua hii ilipenya maagizo Tafsiri: malaika walisikia tafsiri yake yakisema, malaika walisikia tasbihi yake Yunusi wakasema, e Mola wetu, hii ni sauti dhaifu inayojulikana ikitokea katika ardhi ngeni gharibu. Dua hii ilipenya maagizo yote na kutikisa arshi ya Allah. Dua hii ilipenya maagizo yote na kutikisa arshi ya Allah kwa sababu ilibeba unyenyekevu wa dhati. Muujiza wa namba, toba ya watu wa Ninawa. Kuna siri kubwa ya hesabu katika kisa hichi. Yunusi alipoondoka, aliahidi adhabu ingeshuka baada ya siku 3. Watu wake walipoona mawingu ya adhabu, walitubia kwa dhati, wote kwa pamoja, wakubwa na wadogo, hadi wanyama wao. Hii ndiyo jamii pekee katika historia ya mwanadamu iliyosamehewa adhabu baada ya ishara kuanza kuonekana. Allah anataja idadi yao katika Surati As-Safati aya 147. Dua hii ilipenya magiza yote na kutikisa arshi ya Allah kwa sababu ilibeba unyenyekevu wa dhati. Ya 147, wa arsalnahu ila 100,000 au yaziduna. Tafsiri: na tulimtuma kwa watu 100,000 au zaidi. Namba hizi kubwa za watu walioongoka kwa pamoja zinathibitisha kuwa hesabu za Allah hazifeli. Subira kidogo tu ilihitajika ili kuona matokeo. Na tulimtuma kwa watu 100,000 au zaidi. Namba hizi kubwa za watu walioondoka. Na tulimtuma kwa watu 100,000 au zaidi. Namba hizi kubwa za watu walioongoka kwa pamoja zinathibitisha kuwa hesabu za Allah hazifeli. Subira kidogo tu ilihitajika ili kuona matokeo.
na tulimtuma kwa watu 100,000 au zaidi. Namba hizi kubwa za watu walioongoka kwa pamoja zinathibitisha kuwa hesabu za Allah hazifeli. Subira kidogo tu ilihitajika ili kuona matokeo. Hitimisho la kimantiki. Data za Allah na ukweli wa namba. Kisa cha Nabii Yunusi kinatufundisha kuwa hata mja ungalikuwa na daraja kubwa namna gani, huwezi kukimbia majukumu uliopangiwa na Muumba wako. Yunusi alitupwa ufukweni akiwa mgonjwa, na Allah akamuoteshea mti, na Allah akamuoteshea mmea wa mtango ili kumlinda na kumlisha. Hizo ni data sahihi za matunzo ya kimungu. Mimi ni wako Ustaz Khan. Mimi ni mtangazaji wako Ustaz Khan. Akimwoteshea mmea wa mtango ili kumlinda na kumlisha. Hizo ni data sahihi za matunzo ya kimungu. Mimi ni mtangazaji wako Ustaz Khan. Ninayekukumbusha kuwa katika nyakati zote za dhiki. Mimi ni mtangazaji wako Ustaz Khan. Ninayekukumbusha kuwa katika nyakati zote za dhiki, hata uwe umezungukwa na giza nene kiasi gani, namba hazidanganyi, ni muda tu. Ukweli wa Allah unasimama pale tunapokubali makosa yetu na kunyenyekea. Hakuna giza la kimaisha, kiuchumi au kifamilia linaloweza kushinda nguvu ya tasbihi na toba ya dhati. Siri ya kuwa miongoni mwa watu wema ni ukweli wa Allah umesimama pale tunapokubali makosa yetu na kunyenyekea. Hakuna giza la kimaisha, kiuchumi au kifamilia linaloweza kushinda nguvu ya tasbihi na toba ya dhati. Siri ya kuwa miongoni mwa watu wema ni kutokata tamaa na kubaki na subira, kwani Allah huwanyakua waja wake kutoka katika vilindi vya maafa pale wanapomkumbuka. Mpenzi mtazamaji wa Mwangaza wa Watu Wema, mtihani wa Yunusi ulikuwa ndani ya tumbo la samaki katikati ya maji. Lakini je, unajua ni nabii gani aliyetupwa ndani ya tanuru kubwa la moto uliokuwa ukila kila kitu, lakini akatoka akiwa salama salmin bila hata unywele wake mmoja kuungua? Ni siri gani iliyofanya moto ule upoteze nguvu yake ya asili ya kuunguza? Nini kinafuata? Asili yake ya kuunguza. Nini kinafuata mbele? Katika video yetu ijayo tutatazama katika kisa cha msimamo wa imani thabiti Nabii Ibrahimu alayhisalam, amani iwe juu yake, siri ya moto uligeuka kuwa baridi na salama. Jiunge nasi katika safari hii ya hazina ya elimu, maadili na hatima ya milele. Mimi ni mtangazaji wenu Ustaz Khan. Tutaonana wakati mwingine. Tafadhali usahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Mwangaza wa Watu Wema, kuacha like yako na kujibu maswali haya hapa chini kwenye sehemu ya komenti. Je, ni somo gani kubwa zaidi ya kimaisha uliojifunza kupitia dua ya Nabii Yunusi alipokuwa kwenye giza la matatizo? Dua ya Nabii Yunusi ulipokuwa kwenye giza la matatizo yako? Unadhani ni kwa nini jamii sasa inashindwa kutubu kwa pamoja kama walivyofanya watu wa mji wa Ninawi, watu wa Yunusi? Je, una swali lolote au kipengele gani ungependa tukifanyie uchambuzi wa kina zaidi katika video zijazo? Andika maoni yako hapa chini. Andika maoni yako sasa hivi. Asante kwa nami na kwaheri kwa sasa. Hii ni Mwangaza wa Watu Wema, hazina ya elimu, maadili na hatima ya milele.